brethren, I take this opportunity to welcome each and every one of you to this session. And we thank God for giving us another opportunity to meet on this platform so that we can continue studying the Word of God together. Remember, this is a series of the book of Revelation, and we are now in Revelation chapter 14, and today's topic being slaughter of the wicked. I trust that you are ready to receive the blessings that God has prepared Elder Demetrius with to share with us. And so have your pens and papers ready, take down some notes. And as always, at the end of the presentation, you will get an opportunity to ask a question or to give a comment. And if there's a point you will not have understood, you still also have an opportunity to seek for clarification. So welcome everyone. And Elder Demetrius, thank you again for finding time for us, and looking forward to being blessed by the thoughts that God has put in you to share with us. So welcome at this time, Elder Demetrius. We can't hear you, Elder. One minute. You can hear me now? Yes. Yes, now I can hear you. Okay, good. Yeah, I had to change my mic. So I thank you again so very much for this opportunity that you have given to me, that I can come and share some thoughts with you here on this platform. And I trust that you are ready. All of our brethren here online are ready. Remember to have your notebook and your pen, because it is going to be a fairly lengthy discussion and a lot of information. So you will need to take your notes and write down the text. I'm going to invite you to pray with me even as we begin. Father in heaven and merciful God, we thank you for the blessings that you have given us already in Christ. And we pray that you would guide and direct us through this important study, a study that will clarify a lot of things in minds. We thank you in Jesus' name. Amen. So today we are looking at slaughter of the wicked. We have been looking at it as we went through Revelation 14 and the harvesting, and we will see, let me put it there for you. It is the slaughter of the wicked. And we will use as our springboard text again, Revelation chapter 14, verse 18. Revelation 14, verse 18, it says, "And another angel came out from the altar, which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sickle, the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle and gather the clusters of the vines of the earth, for her grapes are fully ripe." So note here that it is saying that the grapes of the earth are fully ripe. And this is not speaking about the righteous. This must be understood. It is not the righteous that is here being spoken about as the grapes that are fully ripe. It is really the wicked, because these grapes will be thrown into the winepress and to be trodden down by the wrath of God. This is when the iniquity of the wicked is fully ripe. Karuga. Amen. Basi ndugu, karibuni sana katika kipindi hiki tunapokuwa tukiendelea kuangalia masuala haya, na tunapokuwa tukiangalia kuhusu mauaji ya waovu. Ni swala ambalo kweli limekuwa changamoto kwa wengi, lakini katika fundisho ya leo basi itaweza kuangazia mambo haya kwa kindani. Kwa hivyo swala ambalo tunaangalia ni mauaji ya waovu, na tunaanza na kitabu cha Ufunuo 14 mstari wake ni wa 18, ambao maandiko inasema ya kwamba, na malaika mwingine akatoka katika lile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali, akisema, tia mundu wako mkali ukachume vichala vya mzabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Na kumbuka ya kwamba tulipokuwa tukiangalia, tuliona mavuno haya ambayo yanazungumzwa hapa si mavuno ya wenye haki, bali ni mavuno ya waovu, kwa sababu tunakuja kuona zile mizabibu zinatupwa katika shinikizo na zinafinywa. Kwa hivyo haizungumzi kuhusu
mazao ama haizungumzi kuhusu mazao ama harvest ya wale ambao ni watakatifu, bali ni ya wale ambao ni waovu. Hii ni point ambayo tulikuwa tumeangazia tunapokuwa tukiendelea katika fundisho jioni ya leo. Over to you, Elder, at this time. Okay, so the question is, what does God do? What does God do when iniquity is full? Paul makes a declaration here in Romans chapter 1, verse 18. He says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. This is what occurs. The wrath of God comes upon those who hold the truth in unrighteousness. Karuga. Amen. Basi ni nini huwa kinafanyika wakati kikombe cha ghadhabu kinapokuwa kimejaa? Ni matukio gani ambayo huwa inafanyika? Basi tunaambiwa pale katika kitabu cha Warumi 1 mstari wake ni wa 18 kwamba kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa hivyo wakati kikombe cha hasira kinapokuwa kimejaa, wakati kikombe cha uovu kinapokuwa kimejaa, basi kile ambacho matokeo yake ni ghadhabu ya Mungu huwa inamwagwa. Over to you, Elder. Good. So the question is, how is this wrath executed? Paul, who spoke about the wrath of God in verse 18, goes on in 3 subsequent verses in the same chapter. Notice what he says. In verse 24, he says, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. So he says God gave them up. That is the wrath of God. Again, in verse 26, he says, for this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And again, in verse 28, he says, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over, notice now, to a reprobate mind, to do those things which are not convenient. So a reprobate mind is a mind that has become fixed in unrighteousness, vile affections. This is a mind that is headed towards unrighteousness and does not want to do anything with God. That is also a revelation of the wrath of God. Karuga. Amen. Amen. Basi swali kubwa ambalo tunastahili tuweze kujiuliza ni ghadhabu hii ya Mungu huwa inadhihirishwa katika njia ipi? Na Paulo anaendelea na kuelezea katika mafungu ambayo inafuatana pale katika kitabu cha Warumi 1 tukianzia mstari wa 24, anasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wafuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa hivyo ghadhabu ya Mungu inadhihirishwa kupitia kwa Mungu kuweza kuwaacha. Anarudia tena katika mstari wa 26, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Na kisha mstari wa 28 anasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Kwa hivyo akili zisizofaa, ambao kwa kizungu tunasikia ni a reprobate mind, basi ni akili ambayo imeweza kutulia katika kutotaka haki, yani haiwezi kubadilika, haitaki Mungu, inaendelea kufuata mambo maovu, haiwezi kubadilika. Hiyo ndiyo akili ambayo isiyofaa, na basi Mungu anaacha mtu yule, na basi katika huko kuacha, mtu anapokuwa amefika mahali hawezi kubadilika na hataki kubadilika, basi hiyo ni dhihirisho pia ya ghadhabu ya Mungu. Amen, and over to you, Elder. But you see, God's desire is to save. That is God's desire. He wants to save us, and he wants to save us by allowing us to become righteous. We can only be saved if we become righteous as God is righteous. But he cannot save those who do not love him
and who do not want him. He cannot force his salvation upon any person. That is why Isaiah says in Isaiah 59, 1 and 2, behold, the Lord's hand is not shortened that he cannot save, neither his ear heavy that he cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. So God is saying he wants to save. He wants to make us righteous. But if we refuse, then there's nothing that he can do for us. We will experience the wrath of God. He's not seeking to save us from him. He's seeking to save us from sin. Karuga. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea wapendwa, tunakuja kuona ya kwamba ni mapenzi ya Mungu kuweza kuokoa. Ni mapenzi yake tuweze kutolewa katika dhambi, lakini ni wale tu ambao ni wenye haki, yani ni wale ambao wamekubali njia zake. Mungu haezi kujilazimisha kwa mtu ambaye hamtaki, kwa mtu ambaye hataki njia zake. Ndiposa basi nabii Isaya anatuambia pale katika Isaya 59 mstari wake ni wa kwanza na pia mstari wake ni wa pili, anatuambia kwamba tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamefarakanisha nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenyu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hivyo Mungu hawezi kuokoa yule ambaye hampendi wala hamtaki. Hawezi kujilazimisha kwa mtu. Na ukumbuke si kwamba Mungu anakuokoa kutokana na yeye. Hapana. Mungu anataka kukuokoa kutokana na dhambi. Maana dhambi iko na matokeo yake. Dhambi inakutenganisha na yeye. Kwa hivyo hiyo ndio anataka kuokoe kutoka kwayo. Na usipotaka kuachana na dhambi, basi Mungu hawezi kujilazimisha kwako, na hiyo ndio basi inakuwa dhihirisho la hasira yake kwako. Thank you, and back to you, Elder, at this time. Good. So iniquity, sin, transgression, these separate us from God. And it is that separation that is called the wrath of God. This separation produces death. Solomon makes a statement in Proverbs chapter 8. Notice what he says. Proverbs chapter 8, verse 35 and verse 36. For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. But he that sinneth against me wrongeth his own soul. All they that hate me love death. So Solomon is clear. If you find God, you find life. If you don't find God, you don't find life. If you don't find God, then death is the inevitable result. If you sin against God, you are wronging your own soul. You are doing something. You are the worst person that your soul can be left with. Why? Because you are the one responsible for whether or not you live or you die. And therefore, if you decide that you are not going to give yourself to God, you are wronging your own soul, and therefore you are the cause of your death. God is not the cause of the death. Death comes by separation from God. Karuga. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea, kumbuka Mungu anataka kutuokoa kutokana na maovu, kutokana na uasi, kutokana na dhambi. Na hizi zote huwa zinatutenganisha na Mungu. Na kutengana huku, unapokuwa umetenganishwa na Mungu, kutengana huku ndio kunasababisha mauti ama kunasababisha kifo. Na basi tunapokuwa tukisoma katika kitabu cha Mithali 8 mstari wa 35, maandiko yanatuambia, maana yeye anionaye mimi auona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Bali anikosaye hujidhuru nafsi yake mwenyewe, na wao wanichukiao hupenda mauti. Kwa hivyo wakati unapotenda dhambi, ni wewe mwenyewe unajikosea.
kwa sababu unapokuwa ukitenda dhambi ni kuonesha kwamba unapenda mauti, ni kuonesha kwamba unataka kutenganishwa na Mungu, na wewe mwenyewe unakosea nafsi yako mwenyewe. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe uko na wajibu wa kwamba unataka kuishi ama unataka kukufa. Uchaguzi ni wako, na basi ukichagua mauti, basi inakuwa hiyo ndio utaweza kupokea, na basi hiyo ndio inaweza kuelezewa kama hasira ya Mungu kwako, yaani umetenganishwa na Mungu, na ile kutengana imesababisha wewe kuweza kupatwa na mauti. Thank you for that point, Elder, and back to you. Good. Now, it is evil to hate the Lord. That is evil. It is evil to hate the Lord. Those who hate the Lord, they really hate his way. This means that they love evil. And the question is, what will evil eventually do to them? The psalmist makes a statement. Write down these texts. Psalm 34, verse 21. I am giving you principles. You may find different statements, but these are principles that you must understand how sin works and how God works. If you hold on to evil, notice what the psalmist says in Psalm chapter 34, verse 21. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. You get that? Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Now, after probation is closed, the peoples of the world will hate the 144,000. And the Bible says that if you hate the righteous, you shall be desolate, you shall reap desolation. But it says that it is evil that will slay the wicked. It is not God that will slay the wicked. It is evil that will slay the wicked. That is the point. God is not evil. Therefore, if you move away from God and choose evil, it is the evil of your own choosing that will slay you. Karuga. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea wapendwa, tunakuja kuona ya kwamba ni uovu kumchukia Mungu. Ni uovu kumchukia Mungu, na kuchukia Mungu ni kuchukia njia zake, na kuchukia njia zake basi ni kumaanisha unapenda uovu, na huu uovu ndio utaweza kumwangamiza yule mwenye dhambi. Tunaposoma katika kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 21, na kumbuka hii ni misingi tunasoma, kuna nukuu tofauti tofauti, lakini ni vizuri kuweza kuelewa misingi ya vile kifo huwa inatokea, misingi ya vile waovu wataweza kuangamia. Basi tunaambiwa uovu utamuua asiye haki, nao wachukiao wenye haki watahukumiwa. Kumbuka ya kwamba baada ya mlango wa rehema kufungwa, maandiko inatuambia kwamba watu wa dunia watachukia watu wa Mungu wale 144,000. Huko kuchukia watu wa Mungu ambao ni watakatifu yenyewe ndio itasababisha wahukumiwe, italeta wao wenyewe kuweza kuangamia, kwa sababu uovu lazima uweze kumwangamiza yule ambaye ni muovu. Na kumbuka ya kwamba Mungu si muovu, si Mungu ataangamiza uovu wenyewe. Huu ambao umechagua, huu ambao umependa wenyewe utaweza kukuangamiza, na hiyo ndio msingi ambao Biblia inaweza kutuwekea wazi. Thank you, and back to you, Elder. Good. Now, it is not even a profession of righteousness that will help you in that day, because there will be those who are professing Christianity that will be coming against God and his people. When God's people are delivered, there will be those who then will recognize that they are lost. I have a statement for us from Early Writings, page 36. This is a very important statement. It says, then all the saints cried out with anguish in spirit, these are the 144,000, and were delivered by the voice of God. They were delivered by God's voice. So we are right down there
and during the 5th plague, when darkness comes upon the earth and the 144,000 are delivered by God's voice. The 144,000 triumph. Their faces were lighted up with the glory of God. Then I was shown a company who were howling in agony. On their garments was written in large characters, "Thou art weighed in the balance and found wanting." I asked who this company were. The angel said, "These are they who have once kept the Sabbath and have given it up." I heard them cry with a loud voice, "We have believed in thy coming and taught it with energy." And while they were speaking, their eyes would fall upon their garments and see the writing, and then they would wail aloud. I saw that they had drunk of the deep waters and fouled the residue with their feet, trodden the Sabbath underfoot, and that was why they were weighed in the balance and found wanting. Brethren, a profession at this point will not save you. You need to be grounded in Jesus Christ. You need to know the truth as it is in his word. Because many of those at this time who are keeping the Sabbath, they will turn from the Sabbath. Many of those who are preaching righteousness by faith and who are preaching this message, they will turn from the message for convenience. The time has come, brethren, when you have to make a determination that you will not, out of convenience, decide to move away from principle. Karuga. Amen. Amen. Basi wapendwa, tunapokuwa tukiendelea, tunakuja kuonea kwamba ni zaidi tu ya kukiri haki ama kukiri Ukristo inahitajika kwako. Maana ukumbuke kwamba watu watakaotesa watu wa Mungu sana sana ni watu ambao wamekiri kuwa ni Wakristo, ni watu ambao wanakiri ni Wakristo. Hao ndio watakuwa maadui wakubwa sana kwa watu wa Mungu. Ndiposa nabii wa Mungu anatuambia hivi katika kitabu cha Early Writings, ukurasa wa 36, aya yake ni ya 2. Anasema, ndipo watakatifu wote wakapiga kelele kwa uchungu wa roho, wakakombolewa kwa sauti ya Mungu. Wale 144,000 walishinda. Nyuso zao ziliangazwa na utukufu wa Mungu. Kisha nikaonyeshwa kundi iliyokuwa ikiomboleza kwa uchungu. Juu ya mavazi yao yalikuwa yameandikwa kwa herufi kubwa, "Umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka." Niliuliza, kundi hili ni akina nani? Malaika akasema, hawa ndio wale ambao walishika Sabato lakini wakaiacha. Niliwasikia wakilia kwa sauti kuu, "Tumeamini katika kuja kwako na tumefundisha kwa nguvu." Na walipokuwa wakinena, macho yao yaliangukia mavazi yao na kuyaona maandishi hayo, kisha wakaomboleza kwa sauti kuu. Nikaona kwamba walikuwa wamekunywa maji ya vilindi na kuyachafua mabaki kwa miguu yao. Wamekanyaga Sabato chini ya nyayo, na hiyo ndio sababu walipimwa katika mizani na kuonekana wamepungua. Kwa hivyo wapendwa, wakati huu ni muhimu wa kuhakikisha kwamba umeweka miguu yako ama umeweza kupandwa juu imara katika Yesu Kristo. Ni wakati wa kuhakikisha uhusiano wako na Kristo uko imara, na ni wakati wa kujua neno lake kwa hakika. Kukiri imani si kila kitu, maana tumeweza kuona kwamba kuna wengi ambao wanatunza Sabato sasa hivi watakuja kubadilika. Kuna wengi hata wanahubiri kuhusiana na Sabato, kuna wengi hata wanahubiri kuhusiana na kuhesabiwa haki kwa imani, ambao watakuja wabadilike na waweze kuwa wapinzani kwa watu wa Mungu. Ni wengi wataweza kuacha imani yao kwa sababu ili waweze kutosheka na kuweza kupokea kile ambacho wanataka kuweza kupokea katika maisha haya. Kwa hivyo ni zaidi tu ya kukiri imani wapendwa. Ni muhimu kuweza kuwa unahakikisha uhusiano wako na Kristo uko dhabiti,
na kwamba umepanda msingi wako katika neno la Mungu, katika misingi ya neno la Mungu, ili usije ukadanganywa na usije ukapotoka. Amen, and back to you, Elder. Now remember, all of this is occurring around the 5th plague, when darkness came upon the earth, and it is the glory of God shining in, upon, and through the 144,000 that will bring conviction to the wicked. And when this conviction comes home to the heart of the wicked, they recognize that they were deceived. And it is then that we are told that the 6th plague will pour out his vials upon the earth. Let us go to Revelation chapter 16, verse 12. And the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. It must be understood that this Euphrates here is not the literal Euphrates, neither is the waters represented literal waters. We are told in Revelation chapter 17, verse 15, that the waters represent the peoples, nations, and tongues and languages, all the peoples of the earth that the great harlot is sitting upon. And as the literal Euphrates was the support and protection for literal Babylon, so this spiritual Euphrates was the support for spiritual Babylon. And we are told that this will be dried up. This means then in Revelation 16, verse 12, that the support of the masses, the support of the peoples of the earth, the support that they were giving to Babylon, they will withdraw that support because they recognize through the revelation of the 144,000 that they were deceived. Karuga. Amen, amen. Basi wapendwa, tunapokuwa tukiendelea, tunakuja kuona ya kwamba katika pigo la 5 kama vile tuliweza kuona, basi tukaweza kuona ya kwamba utukufu wa Mungu unaong'aa ndani ya watu wake na pia kupitia kwa watu wake, ndio itasababisha waovu kufunguka macho na kuelewa kwamba wamekuwa wamedanganywa. Hii ndio itasababisha waovu kuweza kuona wachungaji wao, wahubiri wao wamekuwa wakiwadanganya na serikali zimekuwa zikiwadanganya. Ni kupitia kwa ule utukufu utadhihirika ndani ya watu wa Mungu, ndipo itafungua macho yao. Kisha basi pigo la 6 ndipo liweze kuanguka, na katika pigo la 6 tunaambiwa katika Ufunuo 16 mstari wake ni wa 12 kwamba na huyo wa 6 akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa wa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Kumbuka ya kwamba mto Frati unaotajwa hapa ama maji yanayotajwa hapa si mto Frati yule wenyewe halisi, bali imetumika pale kama mfano ama kama ishara ya kitu fulani. Kumbuka maji katika unabii, ukisoma Ufunuo 17 mstari wa 15, inawakilisha watu, mataifa, lugha, jamaa, ambapo kahaba yule mkuu ameweza kuketi juu yake. Ni kumaanisha ya kwamba basi ni kupitia kwa watu ndipo Babeli inapata msaada wake. Na kama vile katika Babeli ya awali mto Frati uliweza kuwa msaada kwa Babeli, na ulipokaushwa ndipo njia ikapatikana ya Babeli kuweza kuangamizwa. Hivyo basi katika Babeli hii ya kiroho, wakati mto Frati utakapokuwa umekauka, yani waovu watakuwa wamefunguka macho na wameelewa kwamba wamekuwa wakidanganywa na waweze kuondoa msaada wao kwa Babeli, basi ndipo Babeli itaweza kuanguka. Hii ndio picha ambayo inaletwa katika lile pigo ambalo ni la 6. Thank you, and over to you, Elder. Good. So this drying up of the river Euphrates, which is the withdrawal of the support of the people from Babylon, it will cause the fall of Babylon. As the literal river Euphrates was dried up by Cyrus, which
caused the fall of Babylon, literally, so spiritually in our day, the drying up of the river Euphrates will cause the fall of spiritual Babylon, we are told in Revelation chapter 18, verse 2. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devil, and the hole of every foul spirit, and the cage of every unclean and hateful bird. So Babylon will fall now, spiritual Babylon, as literal Babylon fell then, when river Euphrates was dried up. Make that point for me, Karuga. Okay, thank you so much. Kwa hivyo tunapokuwa tukiendelea, tumeweza kuona kukauka kwa mto Frati ndio kunasababisha kuanguka kwa Babeli. Kama vile Babeli ya awali, ili Cyrus aweze kupata njia ya kuingia kule katika mji wa Babeli na kuteka Babeli, ilibidi wageuze maji ya mto Frate, yani kwa lugha nyingine kukausha yale maji, na basi njia ikapatikana na Babeli ikaanguka. Hivyo katika Babeli ya kiroho ni wakati mto Frate unapokuwa umekaushwa, yani waovu wanapokuwa wamefunguka macho na kuondoa msaada wao wa Babeli, basi ndio itasababisha Babeli kuweza kuanguka. Tunaambiwa katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wake ni wa 2, akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa hivyo Babeli itaanguka kama vile Babeli ya awali iliweza kuanguka. Babeli ya awali ilianguka wakati mto uliweza kuwa umekaushwa. Babeli ya kiroho pia itaanguka wakati mto Frati utaweza kukaushwa na watu kuweza kuondoa msaada wao kwa Babeli. Amen, and back to you, Elder. Now it is during the time when Babylon's river is at the highest that it will be dried up. Presently, at this point of time, the river Euphrates is now swelling. This means that support is now being given to the system of Babylon. How is this occurring? Go to Revelation chapter 16, and we will read verse 13. And I saw 3 unclean spirits, like frogs, come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Now the dragon is Satan himself. The beast is the false Christianity of the Middle Ages, now known as the Papal Church, and the false prophet will be false Protestantism here in the West. So you will have these 3 powers: the dragon, the beast, and its image, that will be doing a particular thing. What will they be doing? Notice verse 14. For they are spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of the great day of God Almighty. So the 3 unclean spirits that came out of the mouth of the dragon, the beast, and the false prophets, you know, we are told out of the abundance of the heart the mouth speaks. These are the things that are hidden within the heart of Satan himself. This is the very core of his belief. And these beliefs will go to the kings, to the governors, to the politicians of the world, and deceive them into believing that the way of the papacy is the way to go. That is what is going to happen, and therefore the world, the waters of the river will begin to rise. Karuga. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea, wapendwa, tunakuja kuona ya kwamba
ni wakati mto Frate unapokuwa umefurika ndipo unakaushwa. Kwa hivyo kufurika kwa mto ni kuonesha Babeli inaendelea kupokea msaada. Na sasa hivi tunavyoongea, Babeli inaendelea kupokea msaada. Yaani mto Frate unaendelea kufurika. Na basi ndiposa tunaambiwa pale katika kitabu cha Ufunuo 16 mstari wake ni wa 13 kwamba nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Joka anayetajwa pale ni Shetani. Mnyama anayetajwa pale ni Ukristo wa bandia wa nyakati zile za giza ambao tunaelewa ni upapa. Na nabii wa uongo ni Uprotestanti wa bandia wa kule magharibi. Na basi ni nini ambacho wataweza kufanya? Tunaambiwa katika mstari wa 14, hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu na wa dunia yote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo roho ama vyura hivi tunaambiwa kwamba vinatoka katika kinywa. Na kumbuka maandiko inasema ya kwamba ni katika yale ambayo yako ndani ya moyo huwa yanatoka katika yale ambayo tunazungumza. Kwa hivyo ni kumaanisha ni mambo ambayo yako ndani ya roho ya Shetani, ni maazimio ya kile ambacho Shetani amekuwa akitaka kuweza kufanya kwa muda mrefu. Ni mambo ambayo yako ndani yake. Na basi haya ndiyo yanayotoka, yanayonenwa. Na basi kupitia kwa udanganyifu, kupitia kwa ishara nyingi, basi wafalme wa dunia na wanaokaa katika dunia wanaandaliwa kwa sababu ya vita hii kuu ya Mungu Mwenyezi. Thank you, and back to you, Elder. Now, if the leaders of this world are being deceived, it therefore means that the whole world is being deceived. You have to ensure that you're not sucked into that deception to then be fighting on the wrong side of the war. We are told in Revelation 16, verse 16, and he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. So the battle of Armageddon is about to be fought. That is future. But the gathering is going on at this time. You have to ensure that you are not a part of that gathering, because that gathering will come to naught. Ruga. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea tunakuja kuona ya kwamba ikiwa viongozi wa dunia wanadanganyika, ni kumaanisha basi dunia yote inadanganyika. Na basi ni vizuri uweze kuhakikisha hauko upande wa wale ambao wanadanganywa. Uhakikishe hauko katika upande ule mwingine wa vita hii. Na basi tunaambiwa pale katika Ufunuo 16 mstari wake ni wa 16, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmagedoni. Kwa hivyo vita hivi vya Harmagedoni ni vita ambavyo ni vya wakati ujao, lakini sasa hivi mkusanyiko ule unaendelea. Sasa hivi wafalme na wakuu wa dunia, sasa hivi watu wa dunia wanaendelea kukusanywa. Kwa hivyo hakikisha hauko katika upande huo wa wale ambao wanakusanywa kwa sababu ya ile vita, kwa sababu vita ni vinakuja baadaye, lakini kukusanywa ni sasa hivi. Hakikisha uko katika upande ambao unastahili, maana ukijipata katika upande huu wa kukusanywa, basi utajikuta ukipigana na Mungu mwenyewe na watu wa Mungu wenyewe. Thank you, and back to you, Elder. So we are now witnessing the gathering. Remember that. The gathering is going on. We are told in Isaiah chapter 8, Isaiah 8 verse 9, associate yourselves, O ye people, and ye shall be broken in pieces. And give ear, all ye of far countries. Gird yourselves, and you shall be broken in pieces. Gird yourselves, and you shall be broken in pieces. He said it twice.
take counsel together, and it shall come to naught. Speak the word, and it shall not stand. Why? For God is with us. Oh, praise the Lord. They are going to be associating brethren. They have the associations right now. They are taking their counsels right now. They are doing everything to ensure that they are seeking to make a world utopia. But God says it will come to naught. They are going to be destroyed. But we, God's people, will stand. Hallelujah. Why? Because God is with us. Oh, praise the Lord. Karuga. Amen. Amen. Wapendwa, tunapokuwa tukiendelea, tumeweza kuona kwamba mkusanyiko unaendelea sasa hivi. Dunia inaendelea kuungana, na haya ni mambo ambayo tunashuhudia yanaendelea kufanyika. Na basi nabii Isaya anatuambia pale katika Isaya 8 mstari wake ni wa 9 kwamba fanyeni ghasia enyi kabila za watu, nanyi mtavunjwa vipande vipande. Tegeni masikio nyinyi nyote wa nchi zilizo mbali. Jikazeni viuno, nanyi mtavunjwa vipande vipande. Jikazeni viuno, nanyi mtavunjwa vipande vipande. Fanyeni shauri pamoja, nao litabatilika. Semeni neno, lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Amina. Kwa hivyo licha ya kwamba dunia inaendelea kuungana, basi tunaambiwa kwamba watavunjika na hawataweza kuharibika. Na licha ya kwamba wanaendelea kuungana, basi watu wa Mungu wataweza kusimama imara, na kile kitasababisha waweze kusimama imara ni kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Amina, and glory be to God for that thought. Back to you, Elder. Amen. Now God has important instruction for his people. Listen to his instruction. He says, when you see them taking their counsels, when you see them having their confederacy, he says, do not follow them. He says this continuing in verse 11 of Isaiah chapter 8. For the Lord spake thus to me with a strong hand. This means that God is firm on this, and instructed me that I should not walk in the way of this people, saying, say ye not a confederacy. He is saying, do not be confederate with them. To all them to whom this people shall say a confederacy. Then he says, neither fear ye their fear, nor be afraid. Sanctify the Lord of hosts himself, and let him be your fear, and let him be your dread. So God is saying that there is going to be a lot of fear, and there is a lot of fear mongering going on at this point of time in Earth's history, especially with this pandemic. And it is evident that a lot of fake news is out there coming from the popular media, coming from the governing bodies. It is evident. And therefore, they are seeking to drive the populations of the earth into fear so that they can control them, control their minds. Fear is a very powerful motivating factor, and we cannot afford to fear their fear. Don't listen to them. Listen to God and his word alone. Hallelujah. Karuga. Amen. Amen. Basi wapendwa, tunapokuwa tukiendelea, tunaambiwa pale katika maandiko, Mungu anatupatia mashauri ambayo ni ya kipekee, ya kwamba wakati tunapoona wanaendelea kuungana, basi tusijiunge nao na tusiwafuate. Tunaambiwa pale katika Isaya 8:11 akiendelea, maana Bwana aliniambia hivi, kwa mkono hodari akanifundisha nisiende katika njia ya watu hawa, akisema, msiseme ni fitina katika habari za mambo yote ambao watu hawa watasema. Ni fitina, msihofu kwa hofu yao, wala msiogope. Bwana wa majeshi ndiye mtakaye mtakasa, na awe yeye hofu yenyu, na awe yeye utisho wenyu. Wapendwa, katika siku ya leo tunaona ya kwamba hofu
ama uoga unauziwa watu sana. Watu wanauziwa uoga sana kupitia kwa mitandao, kupitia kwa mambo ambayo inafikishwa kwa watu kupitia kwa mitandao. Watu wengi wanasababishwa kuweza kuwa na hofu, kuweza kuwa na uoga. Serikali zinaweka watu kuweza kuwa na uoga, maana wanajua kwamba unapokuwa na uoga, basi ni rahisi kuweza kutawaliwa, ni rahisi kuweza kushikwa mateka mawazo yako kwa sababu ya kuogopa. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba tusiogope mambo ambao wanafanya, wala tusiambatane nao, bali tu hofu yetu iweze kuwa ni kwa Mungu, na tuweze kujua kwamba tuko katika upande wa Mungu, ili wasije wakaweza kutawala nia zetu. Shetani hutumia uoga ili kupata nafasi ya kuweza kukutawala. Usikubali kutawaliwa na uoga ama na hofu, bali fuata Mungu na uwe na ujasiri ndani yake. Amen. Back to you, Elder. Praise God. They will have one way of thinking. The whole world will be thinking the same way. Their thinking will be based upon the 3 unclean spirits like frogs that came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Their thinking, that is the thinking of the world. We are told in Revelation 17, verse 12, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings. 10 is a general number. This covers all of the world, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. These have what? One mind. That is one way of thinking, and they shall give their strength and power unto the beast. So we must refuse to accept the way of thinking of the world. They are seeking to draw us into their way of thinking. They are seeking to squeeze us into their way through their lockdowns, through their different programs that they are putting there to squeeze us into compliance. But God's people are revolutionaries. They will rebel against all of those things that will seek to take their minds away from God, and they will stand firmly on the rock, Jesus Christ, and put their trust only in Him, not in the way of this world. Karuga. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea, wapendwa, tunakuja kuona pale ya kwamba dunia inafikiria kwa njia moja, na hii ni kwa sababu ya wale vyura watatu, na zile vyura tatu kwa sababu ya kukusanya watu, basi inakuwa ya kwamba wanafikiria na kuwaza katika njia moja. Tunaambiwa hivi katika maandiko, kitabu kitabu cha Ufunuo 17 mstari wake ni wa 12, kwamba na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Kumbuka 10 katika unabii ni hesabu ama ni herufi ama ni namba ya kuweza kuonesha ujumla. Kwa hivyo ni kuonesha ni dunia mzima, wafalme wa dunia mzima. Tunaambiwa hawa wana shauri moja, na wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Wako na shauri moja, yani wako na nia moja, wako na mawazo moja. Na kwa hivyo utakuja kuona kwamba basi dunia kupitia kwa mambo mikakati ambayo inawekwa, either ni watu kuweza kuwekewa lockdowns na kuweza kuzuiliwa wasifanye jambo fulani ikiwa hawajafanya jambo fulani, basi mambo haya ni ya kujaribu kusukuma watu wa Mungu ili waweze kuwa na wazo moja, waweze kufikiria pamoja na dunia. Lakini watu wa Mungu wanastahili kupinga mambo hayo yote, wanastahili kuweza kuweka msingi wao tu kwa Mungu, wasije wakafikiria kama dunia, wasije wakaenenda katika njia kama za dunia, bali waweze kuweka mawazo yao katika Mungu peke yake, na wapande misingi ama miguu yao katika misingi ya neno lake. Na hii ndio itawasababisha basi wasije wakapata kuwa na nia moja na kufikiria kumoja kama vile dunia inavyofikiria. Wasije wakakuwa na suluhu zile ambazo dunia inapatiana. Tuweze kufuata Mungu wetu na tufuate njia zake zile ambazo anatuelekeza. Amen, and back to you, Elder.
Brethren, we are on the very cusp, on the very borders of great and momentous events. They are about to break upon this world as we are seeing things happening at our present time. But God is still holding the winds because of his people. Praise God. Listen to what we are told in Revelation chapter 7. Revelation 7, verse 1, it says, "And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree." Verse 2, "And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads." So God is holding strain because of his people. God's eyes are upon his people. And it is not what they are doing, it is what God is doing. And it's God's people's response to him that will determine how fast this thing goes. It is the presence of God's people that maintains the presence of God in this world. So we are not seeing the wrath of God coming upon the earth at this time because God's people are not yet ready. But listen to me. It is because we are seeing the things in the world happening now, we know that God has a people. They are getting ready. Hallelujah. Are you one of those? Karuga. Amen. Amen. Wapendwa, tunapokuwa tukiendelea katika mawazo haya, basi kumbuka ya kwamba tuko katika mwisho katika mwisho wa mambo ambayo ni makuu na ya ajabu ambayo yanaendelea kutokea katika dunia hii na yataendelea kutokea katika dunia hii. Na Mungu anaendelea kushikilia zile pepo kwa sababu tu ya watu wake. Tunaambiwa hivi katika kitabu cha Ufunuo 7 mstari wake ni wa kwanza, kwamba baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Fungu la pili, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo wapendwa, macho ya Mungu juu ya watu wake. Mungu anaendelea kutazama watu wake, na si kwa sababu ya kile dunia inafanya ndipo mambo haya inafanyika, bali ni kwa sababu ya kile Mungu anafanya na watu wake kujibu ama kuitikia kile Mungu, kazi ambayo Mungu anafanya ndani yao, ndio inasababisha mambo haya yaweze kufanyika. Tumeambiwa kwamba ni uwepo wa watu wa Mungu hapa duniani ndio inasababisha uwepo wa Mungu hapa duniani, na hii ndio inasababisha zile pepo ziweze kushikiliwa. Kuondolewa kwa watu wa Mungu duniani basi ndi kuondolewa kwa uwepo wa Mungu duniani, na hii inasababisha ghadhabu ya Mungu. Kwa hivyo uwepo wa Mungu uko juu ya watu wake, na hii ndio inawadumisha. Kwa hivyo Mungu anakungojea wewe uweze kuwa tayari, uweze kupokea muhuri wake. Na mpendwa, unapoona mambo haya yameanza kufanyika, inastahili kuonesha ya kwamba kuna watu wa Mungu wanaendelea kuwa tayari. Sijui kama wewe ni mmoja wa hao ambao wanaendelea kuwa tayari. Wewe kama hujiandai, kuna watu wanajiandaa na watu hao wanaendelea kukamilika, na ni kwa sababu wanakamilika ndipo unaona mambo haya inafanyika katika dunia. Hakikisha uko mmoja wa hao ambao wanaendelea kukamilika, wao ambao wanaendelea kufikia kiwango ambacho Mungu anataka wafikie, ili mambo haya yaweze kufanyika na mwisho uweze kufika. Amen. For that point, Elder, back to you. Praise the Lord. Now we have a statement from Heavenly Places, page 96, and we're going to see now the development of those passions when God will let the winds go. Notice what will happen.
It is because the four angels are holding the four winds that they shall not blow upon the earth. But human passions are reaching a high pass, and the Spirit of the Lord is being withdrawn from the earth. Notice how the wrath will come. The Spirit of God is being withdrawn from the earth. Were it not that God has commanded angelic agencies to control the satanic agencies that are seeking to break loose and to destroy, there will be no hope. But the winds are to be held until the servants of God are sealed in their foreheads. So it is the Spirit of God that is present, that is keeping things together. But eventually the Spirit of God will be withdrawn and human passion will be unleashed on this earth, unprecedented, which will bring in destruction on the earth. Karuga. Amen. Amen. Tunapokuwa tukiendelea, wapendwa, tunakuja kuona ya kwamba zile pepo ambazo zinaendelea kushikiliwa ni hisia za wanadamu, na tunaambiwa hivi katika nukuu kitabu cha Heavenly Places ukurasa wa 96 aya yake ni ya 3. Maandiko yanatuambia hivi: ni kwa sababu wale malaika wanne wanaoshikilia pepo nne kwamba zisivume juu ya nchi, lakini hisia za wanadamu zinafikia kiwango cha juu na Roho wa Bwana anaondolewa duniani. Kama si kwamba Mungu ameamuru mashirika ya malaika kudhibiti mashirika ya kishetani ambayo yanatafuta kusambaratika na kuharibu, kusingekuwa na tumaini. Lakini pepo hizo zinapaswa kuzuiliwa hadi watumishi wa Mungu watiwe muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo, wapendwa, Roho wa Mungu anaendelea kushikilia vitu pamoja, lakini kuna wakati ambapo pepo hizi zitaweza kuachiliwa, yaani hisia za wanadamu zitaweza kuachiliwa. Na wakati hisia hizi zitakapoachiliwa, basi tutaweza kushuhudia matukio ambayo ni mabaya sana, matukio ambayo ni ya kipekee sana, na uharibifu mwingi ambao utaweza kutokana na zile hisia kuwa zimeachiliwa na watu kufanya mambo ambayo ni mabaya na uharibifu sana. Back to you, Elder, at this time. Now, Ezekiel himself saw this very event. This is very important to note. Ezekiel chapter 9. And the Lord said unto him, this is an angel with a horn. The Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that say and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said, these are the other angels with slaughter weapons. After the angel marked those who were sighing and crying for the abomination, notice now, and to the others he said in mine hearing, go ye after him through the city, and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. So it shall be noted that the slaughter will begin at the sanctuary. It will begin at the religious leaders who were influencing the minds of the people to go away from God and to fight against God and against his people. This is the slaughter, the Ezekiel 9 slaughter that will be occurring after probation is closed. And we will see exactly when it will happen. It must come after the 5th plague, down into the 6th plague, after probation is closed. Karuga.
Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea tunakuja kuona ya kwamba Ezekieli aliweza kuoneshwa tukio hili ambalo baada ya hisia za wanadamu kuweza kuachiliwa na uharibifu ambao utaweza kufanyika. Basi pale katika kitabu cha Ezekieli 9 mstari wake ni 4 tunaambiwa hivi: Bwana akamwambia, yani huyo malaika ambaye alikuwa na kalamu ya wino, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso ya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Mstari wa 5, na hawa wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige, jicho lenyu lisiachilie, wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yoyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Kwa hivyo tutakuja kuona ya kwamba uharibifu huu tunaambiwa kwamba unaanzia na wale wazee walio katika nyumba ambao walio katika hekalu. Yaani inaanzia na viongozi wa dini, kwa sababu ya mvuto wao waliweza kupoteza watu wengi, wakapotoza mawazo ya watu wengi, na wakaweza kujipata kwamba wanampinga Mungu na pia wanapinga watu wake. Na basi mambo haya yanastahili yaeleweke kwamba ni mambo ambayo yanafanyika baada ya mlango wa rehema kufungwa. Hii ni kumaanisha ni matukio ambayo itafanyika baada ya pigo la 5 kama vile tumekuwa tukijifunza. Kwa hivyo ni tukio hili ndipo Ezekieli anaoneshwa vizuri matukio ambayo itaweza kufanyika katika wakati huo mlango wa rehema utakapokuwa tayari umefungwa. Over to you, Elder, at this time. The earth is reaching the critical point. And this is what Isaiah says. Isaiah chapter 24, the earth mourneth and fadeth away. The world languishes and fadeth away. The haughty people of the earth do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, and broken the everlasting covenant. Verse 6, therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. So we are told that a few individuals, the remnant, will be left after this curse devours the entire earth. Karuga. Amen. Amen. Basi tunaendelea kuambiwa pale wapendwa, katika kitabu cha Isaya kwamba dunia imefika mahali ambapo ni pabaya sana. Na tunaambiwa pale katika Isaya 24 mstari wa 4 kwamba dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hawa wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Watu waliosalia wakawa wachache tu. Kwa hivyo masalio wa Mungu, yani wale 144,000 ni wachache tu watakaoweza kusalia, kwa sababu kweli dunia imefika mahali ambapo inaangamia. Over to you, Elder, at this time. Jeremiah speaks of this as a whirlwind of destruction. He says in Jeremiah 25, a noise shall come even to the ends of the earth, for the Lord hath a controversy with the nations. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword, saith the Lord. Thus saith the Lord of hosts, behold, evil shall go forth from nation to nation, and a great whirlwind shall be raised up from the coast of the earth. He says, and the slain of the Lord shall be at that day from one end of the earth, even to the other end of the earth. They shall not be lamented, neither gathered, nor buried. They shall be as dung upon the ground. These are the wicked who are coming against God and against his people. God says, they shall be dung upon the ground. Karuga.
Amen, amen. Pia nabii Jeremiah anaelezea kuhusu tukio hilo na yale ambayo yataweza kufanyika. Tunaambiwa pale katika kitabu cha Yeremia 25:31, mshindo utafika hata mwisho wa dunia, maana Bwana ana mashindano na mataifa. Atateta na watu wote wenye mwili, na waovu atawatoa wauawe kwa upanga, asema Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi: tazama, uovu utatokea toka taifa hata taifa, na tufani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Kwa hivyo haya inaelezea matukio ya waovu watakapokuwa wakiangamia. Ndiposa anasema ya kwamba ni kama samadi katika juu ya nchi, hawataliliwa, hawataombolezewa wala hawatazikwa. Over to you, Elder, at this time. These are the 7 last plagues that are being spoken about in Revelation chapter 15, verse 1. It says, and I saw a sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. And in Revelation chapter 16, verse 1, it says, and I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, go your ways and pour out the vials of God's wrath upon the earth. So this is the wrath of God that will come upon the earth. It is not that God is killing these people, but it has to do with they separating themselves from God and experiencing the inevitable result. That is what Ezekiel's 9 slaughter will be about, as we will see in the next statement. Karuga. Amen, amen. Basi wapendwa, hii ndiyo inaelezewa kama mapigo ya 7 ya mwisho. Tunaambiwa pale katika Ufunuo 15 mstari wa 1, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Na mstari wa 16 mstari wa 1, nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Kwa hivyo ni wakati ambao dunia inahisi ghadhabu ya Mungu. Si kwamba Mungu ndiye anawaangamiza, bali ni kwa sababu wameweza kutengwa na Mungu, ni kwa sababu wameweza kutengana na Mungu, basi mambo haya inawafanyikia kama vile ambavyo tumeweza kuangalia. Na tunapokuwa tukiendelea tunaweza kuelewa vizuri, hii ndio mauaji ambayo inafanyika katika Ezekieli 9 ambayo tumeweza kuangalia. Over to you, Elder, at this time. Okay, so now listen to the narrative as the Spirit of Prophecy puts it in Great Controversy, page 656. We're going to read it now. A noise shall come even to the ends of the earth, for the Lord hath a controversy with the nations. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword. Whose sword? This is Jeremiah chapter 25, verse 31. For 6,000 years, the great controversy has been in progress. The Son of God and his heavenly messengers have been in conflict with the powers of the evil one to warn, enlighten, and save the children of men. Now all have made their decision. The wicked have fully united with Satan in his warfare against God. The time has come for God to vindicate the authority of his downtrodden law. Now the controversy is not alone with Satan, but with men. The Lord hath a controversy with the nations. He will give them that are wicked to the sword. To what sword? That is the question. The mark of deliverance has been set upon those that sigh and that cry for all the abominations that be done. Now the angel of death goes forth, represented in Ezekiel's vision by the men with the slaughtering weapons, to whom the command is given, slay utterly old and young, both maids and little children and women, and come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Says the prophet, they began at the ancient men which were before the house.
The work of destruction begins among those who have professed to be the spiritual guardians of the people. The false watchmen are the first to fall. There are none to pity or to spare. Men, women, maidens, and little children perish together. Brethren, this is going to be a serious slaughter, and this slaughter occurs after the fifth plague, after the people are delivered by the voice of God, after the drying up of the river Euphrates, down in the battle of Armageddon. This is the battle of Armageddon. God's people will not be holding swords or weapons to hurt, kill, or destroy the wicked. It will be the wicked themselves who will be destroying themselves. It will be the wicked first. They will turn upon their religious leaders and kill them. God's people will be innocent bystanders watching all that is going on. They are just manifesting the glory of God. Karuga. Amen, amen. Basi wapendwa, kuhusiana na mauaji haya ambayo imeelezewa katika kitabu cha Ezekieli 9, basi nabii wa Mungu akona haya ya kutuambia katika kitabu cha Great Controversy ukurasa wa 656, aya yake ni ya kwanza, kwamba kelele itafika hata miisho ya dunia, kwa maana Bwana ana mashindano na mataifa. Atateta na watu wote wenye mwili, na waovu atawatoa wauawe kwa upanga. Asema Bwana, kwa miaka 6,000 pambano kuu limekuwa likiendelea. Mwana wa Mungu na wajumbe wake wa mbinguni wamekuwa wakipingana na nguvu za yule mwovu, kuonya, kuangazia na kuokoa wanadamu. Sasa wote wamefanya maamuzi yao. Waovu wameungana kikamilifu na shetani katika vita vyake dhidi ya Mungu. Wakati umefika kwa Mungu kudhibitisha mamlaka ya sheria yake iliyogandamizwa. Sasa pambano hilo haliko peke yake na shetani, bali na wanadamu. Bwana ana mateto na mataifa, atawatoa waovu kwa upanga. Alama ya ukombozi imewekwa juu ya wale wanaougua na kulia kwa ajili ya machukizo yote yanayofanywa. Sasa malaika wa mauti atoka akiwakilishwa katika jozi ya Ezekieli na wale wanaume wenye silaha za kuchinja, ambao kwa wao amri ilitolewa, waueni kabisa wazee na vijana, wajakazi na watoto wadogo na wanawake, lakini msimkaribie mtu yoyote ambaye alama iko juu yake, na mwanzie patakatifu pangu. Basi inasema, asema nabii, walianza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Kazi ya uharibifu huanza kati ya wale ambao wamedai kuwa walinzi wa kiroho wa watu. Walinzi wa uongo ndio wa kwanza kuanguka. Hakuna wa kuwahurumia wala wa kuwahurumia. Wanaume, wanawake, wasichana na watoto wadogo wanaangamia pamoja. Kwa hivyo wapendwa, ukumbuke ya kwamba haya ni mauaji ambayo yatakuwa ni ya kipekee. Haya ni mambo ambayo yatafanyika baada ya pigo la 5, baada ya watu wa Mungu kukombolewa, baada ya mto Frate kukauka. Na si kwamba ni watu wa Mungu watakuwa na beba upanga wakiua waovu. Hapana, ni waovu wenyewe wakiuana wenyewe kwa wenyewe. Ni waovu wakigeukia wahubiri wao, wakigeukia mapasta wao, wakigeukia wale ambao wamekuwa wakiwadanganya, na wao wenyewe kuuana. Watu wa Mungu watakuwa tu wanasimama wakishuhudia matokeo haya yakiweza kufanyika. Hiyo ndio mambo ambayo inaelezewa pale katika kitabu hicho cha Ezekieli. Thank you. Over to you, Elder. There are those in Adventism who teach that it is either God's angels or God's people that will take weapons and go through the churches and kill those who are not doing the right things in the church. That is false doctrine. It is important to note that this Ezekiel slaughter has to do with the wicked
who are destroying themselves. The wicked, they will turn first on their religious leaders, and then they will turn on each other. Listen to what we are told here in Ezekiel 38, verse 21. And I will call for a sword. This is a sword. Against him throughout all my mountains, saith the Lord God, every man's sword against his brother. This is important to note, that it is the wicked who will be destroying the wicked. God's people will not have weapons. The weapons of our warfare are not carnal. Hallelujah. The 144,000 will be shining forth the glory of God, the love of God, the light of God, and the wicked will turn upon one another. In Haggai chapter 2, verse 22, we are told, and I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen, and I will overthrow the chariots, and those that ride in them, and the horses, and their riders shall come down, every one by the sword of his brother. So we have it there. It is the wicked that will destroy the wicked. So those who do not understand the message of God's character for this time, they will be not qualified to be Lord Christ servants, and they cannot be a part of the 144,000. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea, wapendwa, tunakuja kuweza kuelezewa pale ya kwamba ni wale ambao kuna watu ama kuna makundi ya dini na hata ni Waadventista ambao huwa wanafundisha kwamba ni malaika wa Mungu ama watu wa Mungu watachukua panga na kwenda katika makanisa na kuua watu ambao hawafanyi yale ambayo wanastahili. Wapendwa, hii ni mafundisho ya uongo. Usiamini kitu kama kile. Tunaambiwa hivi katika kitabu cha Ezekieli 38 mstari wa 21. Nami nitaita upanga uje juu yake katika milima yangu yote, asema Bwana Mungu. Na upanga wa kila mtu utakuwa juu ya ndugu yake. Kwa hivyo waovu wenyewe watauana kwa zile panga. Wataanza na wakuu wa dini waliowadanganya, kisha wao kwa wao. Kwa hivyo watakatifu hawana sehemu yoyote katika kuweza kuua wengine. Na tunaambiwa pia pale katika kitabu cha Hagai 2:22, nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme za mataifa, nami nitaipindua magari na hao wapandao ndani yake, farasi na hao wapandao wataanguka chini, kila mtu kwa upanga wa ndugu yake. Kwa hivyo wapendwa, watu wa Mungu hawatabeba silaha zozote. Silaha zetu si za kimwili, silaha zetu ni za kiroho ambazo zinaangusha ngome. Watu wa Mungu watakuwa nadhihirisha utukufu wake, watakuwa nadhihirisha tabia yake, watakuwa nadhihirisha wema wake, na waovu watakuwa wanauana wao kwa wao. Ni kumaanisha hivi wapendwa, mtu yoyote asiyeelewa ujumbe wa tabia ya Mungu sasa hivi, basi yako katika hatari kubwa sana. Kwa sababu usipoelewa vile Mungu anafanya kazi, basi ni rahisi sana uweze kudanganyika, na kweli utakuwa katika sehemu ile ya waovu ambao wanaangamizana. Kwa hivyo ni muhimu tuweze kuelewa njia za Mungu wetu. Ni vizuri tuelewe tabia ya Mungu wetu, na tuweze kuelewa vile yeye hukabiliana na dhambi na hata wenye dhambi. Thank you, and back to you, Elder. And finally, when the wicked will be destroying themselves, God's people, the 144,000, they are protected by God. Hallelujah. They're under the umbrella of his grace, and they will be waiting for the great gathering time when Christ will come and take them home. Both those who have died in the Lord will be resurrected, and those who remain faithful,
the 144,000 will be changed, and then they will be all taken to heaven. And we are told by the Revelator, one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes? And whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. He said unto me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. And they shall hunger no more, neither shall thirst any more, neither shall the sun light on them, nor on any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and I shall lead them into living fountains of waters. And praise the Lord, God shall wipe away all tears from their eyes. Oh, praise God. We are looking for that time when sin will be no more, completely banished from God's universe, when there will be no sin, sinners, nor Satan. But that time will come very soon when God's people will be delivered. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Karuga, finish off for me. Amen. Amen. Basi wapendwa, tunapokuwa tukimaliza, wakati waovu watakuwa wanaangamizana wenyewe kwa wenyewe, basi wale 144,000 wataweza kulindwa na Mungu. Na kisha tunaambiwa kwamba wale wote ambao ni watakatifu ambao wamelala makaburini wataweza kufufuliwa, na watakatifu watakao kuwa hai, yani wale 144,000 wataweza kubadilishwa, na kisha sote tuweze kumlaki Yesu Kristo mawinguni na tuweze kwenda katika mji wa mbinguni. Na basi tunaambiwa hivi katika kitabu cha Ufunuo 7:13, akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Kwa hivyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote. Kwa maana huyo mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi za maji yenye hai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Amina. Kwa hivyo wapendwa, tunatazamia wakati huo ambapo tutaweza kulaki ufalme wa Mungu, wakati huo ambapo dhambi itaweza kuondolewa milele. Hakutakuwa na dhambi tena, wala wenye dhambi, wala pia shetani mwanzilishi wa dhambi. Yote yatakuwa yameisha. Na basi wapendwa, hebu tutazamia wakati ule. Hebu tufanye yale ambayo tunastahili kufanya. Tukubali Injili na tukubali neno ambalo Mungu anatutumia, na kuweza kutuandaa ili tuweze kurithi haya yote ambayo yameweza kuandaliwa wateule wake Mungu. Kwa hivyo wapendwa, natumai ya kwamba umeweza kubarikiwa kwa mafundisho ambayo tumeweza kupokea jioni ya leo. Natumai kuna jambo ambalo umeweza kujifunza ama pia umeweza kujikumbusha. Na basi ombi langu tu ni tuendelee na kutafakari mambo hayo. Basi tunafungua kwa mtu yeyote ambaye ako na swali ama ako na jambo angependa kutaja, ama labda kuna pointi ambayo imetajwa na hujaelewa na ungependa iweze kurudiwa. Nafasi ni yako, na kuomba basi ufungulie microphone yako wakati huu na utaweza kupata nafasi ile. Thank you so much, Elder Demetrius, for that presentation. And truly there are so many points that we have seen this evening, and may God help us to be ready. May God help us to be on his side.
and to make the right preparations to be among these 144,000. And may God help us to understand these things clearly, because truly there are so many doctrines that are passing around. People are misunderstanding the character of God. The Ezekiel 9 is not well understood, but I believe by what we have studied tonight, then it is clear in the minds of brethren. And so I encourage you, brethren, share with those who are not able to attend, that they may also be able to understand the things that we have looked at this evening. So Elder Demetrius, thank you so much for that presentation. So we open for anyone who has a question or a comment. You can unmute your microphone at this time, and you are going to get that opportunity. So welcome, anyone with a question, you can unmute your microphone. Brother John Kinde, I see you have unmuted yours. Welcome at this time. Thank you. How are you, Elder? Doing well. Thank you very much. Thank you also for the beautiful presentations. I just wanted some clarification. There is a certain quotation in Testimonies to Minister, which says that after the last plagues are finished, the angels will go with the empty veils before the throne. That statement has been used to, for those who are rejecting the present truth, especially the God's character and the way he does in judgment. They have been using that statement to show that it is the angel who are carrying the veils of the wrath. Although today we have studied so deeper, if you have some more thoughts upon that, those angels who returns with the veils, you can enlighten more. Thank you. Yes. So you are looking. Join me, Karuga. Okay. You are looking at the principle. Those angels with the vials are the same angels with the slaughter weapons of Ezekiel 9, who are the angels in Revelation 7 that are holding the winds. Kwa hivyo unapoangalia katika msingi, malaika hao ambao wameweza kutajwa pale ndio bado wale wanadamu ambao kuna silaha katika Ezekieli 9, na bado katika Ufunuo 7 ndio wale malaika ambao wameweza kushikilia zile pepo 4. Therefore, they pour out their vials by releasing the winds. Kwa hivyo ni kumaanisha wanamwaga vitasa vyao kupitia kwa wao kuachilia zile pepo. But they will not pour out or release the winds until God gives the command. Na hawataachilia zile pepo 4 hadi Mungu atakapotoa ile amri. And therefore, when they receive the command to let go the winds or pour out the vials, then they will report that the work of judgment, executive judgment, is completed. Basi watakapopokea ile amri ya kuachilia zile pepo, ama yani kumwaga zile vitasa, basi ndipo watarudisha ripoti kwamba kazi ya hukumu ambayo ni ya kutekeleza ama kuangamiza imeweza kufanyika. At present, we are told that sprinkles out of the vials are being fell upon the earth. Kwa wakati huu tunaambiwa kwamba manyunyu kutoka kwa vitasa hivi basi tayari vinasikika katika dunia. This means that the Spirit of God is being withdrawn from the earth. Na hii maana yake ni kwamba Roho wa Mungu anaendelea na kuondolewa duniani. And when the Spirit of God is withdrawn from the earth, then calamities will come. Na basi Roho wa Mungu anapokuwa akiendelea kuondolewa duniani, basi majanga yanatokea. Remember, those plagues after probation close, they are called the 7 last, but they are not the only plagues.
Kumbuka ya kwamba mapigo ambayo inafanyika baada ya mlango wa rehema kufungwa huwa yanaitwa mapigo ya mwisho, lakini haimaanishi ndiyo mapigo peke yake. Therefore, the principle and the mechanism is the same. They let go, they themselves don't do the work of destroying. Kwa hivyo msingi na utendaji kazi ni ule ule, kwamba wanaachilia zile pepo, si kwamba ni wao wenyewe wanatekeleza masuala yale. I hope that helped you, John. It is very clear, Elder. Very, very clear. Thank you. You are welcome. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much, Brother John, for that question, and happy to know that it has become clear. Thank you so much. Okay, so is there any other person with a question or a comment? At this time, you can unmute your microphone. Kwa hivyo kama kuna mwingine, tafadhali fungulia microphone yako na utaweza kupata nafasi ile. Unaweza fungulia microphone sasa hivi ikiwa uko na swali ama jambo ambalo ungependa kuweza kutaja. Okay, Brother Alex, welcome. Hello, Elder Demetrius. Hello. Thank you, Elder Karuga, for wonderful presentation that Elder you have presented. Maybe just to thank you for the presentation, and maybe you told us that from Isaiah 8:9 going forth, you've asked us to learn to separate ourselves from the associates of the governments and other institutions. Is this including maybe could it be inclusive of maybe chamas and what really are we separating ourselves with in general, or in terms of maybe can you clarify this associates, please, Elder? Okay, Karugas, come with me. Okay. Oh, and maybe just to clarify, with chamas he meant circles, you know. May what? Other circles and maybe other financial groups. You know, we have circles, groups where many people come together. These are part of what we are being told, you know, not to join ourselves with. Circles, that will be banks. Sorry? Circles will be like a bank. Yeah, it's maybe a group of people coming together and contributing a certain amount of money, and then you can go and take a loan from there with some interest. Yeah, so those are what we call chamas here. Okay, I got you. Yeah. Okay. Right. So the important thing to note, like Jesus says, we are in the world, but we will not be of the world. So the world uses money. So we can, that is why Jesus asked, whose superscription is on this that you're using? Caesar's. So within the context, well, go ahead. Okay, kwa hivyo jambo la muhimu kuweza kuelewa ni kwamba Yesu alisema tuko katika dunia lakini tusiwe wa dunia. Na katika dunia fedha huwa zinatumika, na hata Kristo mwenyewe aliweza kuitisha fedha na akaweza kuuliza ni sura ya nani ambayo iko katika pesa hii, na wakasema kwamba ni ya Kaisari. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kuelewa point hiyo tunapokuwa tukiendelea. So we can use money, but our dependence will not be on money. We can use the bank, but our dependence will not be on the bank. Kwa hivyo ni kumaanisha tunaweza tumia fedha lakini tegemeo letu si katika ile fedha. Tunaweza tumia mabenki lakini tegemeo letu si katika yale mabenki. So that is what he mentioned there is not necessarily a trade union in our region. It is like a credit union. A credit union.
Yeah, go Hiyo ambao ahead. wameweza kutaja wao inaelezewa kama ni muunganiko wa masuala ya kifedha, ni muunganiko ama ni vyama vya masuala ya kifedha. Trade unions and labor unions, they represent you to the government. So, and against employers, so that you would not be unfair. We should not find ourselves as part of labor unions and trade unions, which is different from credit union. Kwa hivyo muunganiko ya vyama vya kutetea wafanyikazi ama vya kutetea masuala ya kifedha huwa ni ya kukuwakilisha wewe mfanyikazi katika serikali. Kwa hivyo hatustahili tujiunganishe na mambo kama yale katika mizozo kama ile ya kuweza kupigana na serikali. But we must be prepared to cut ties with every institution. But let us walk on with God and follow within. The sign will be given when we have to be completely separate. That sign has not come. Lakini okay. Kwa hivyo ni tuendelee na kujitenga na mambo haya na pia kuweza kutembea pamoja na Mungu, na mwenyewe ataweza kukupatia ile ishara ya wakati wa kuweza kujitenga na kujikata kutokana na mashirika yale na kutokana na mambo yale. Ifike mahali tunategemea Mungu peke yake. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ataweza kukuonesha ile ishara. All right, so being in this world, you can use the money of the world, but don't get yourself depending on what they are offering, and don't have a fear of what they are doing. Kwa hivyo ukiwa duniani tumia fedha, lakini usitegemee ile fedha na usiwe na hofu na yale ambao wanafanya. Kwa hivyo natumai ya kwamba point hiyo basi imeweza kueleweka. Thank you. I hope that helped. Amen. Amen. Brother Alex, we can get a response from you. I hope your question has been answered. Welcome. Yes. Hello. Hello. Thank you. Thank you, Elder. It is well answered. May God bless you and increase your knowledge so that you can share with us. Thank you. Amen. Amen. Okay. Thank you so much, Brother Alex, for that question. Okay, so I'm here with Brother Picton, and he has something to say. Welcome. Thank you so much, Elder Demetrius, for such a wonderful presentation. I just wanted a clarification somewhere, whereby we have seen that currently we are in the gatherings for that battle of Armageddon. And I hope I'm being heard. And at the point of the fifth plague, then the slaughter will be doing its job. Now, and then the fifth plague, which is, I guess, one of the last seven plagues, and currently we see that we are the plagues which are currently occurring are not the last seven. So my question was, what is the separation between the current plagues and the last seven plagues? How can we come to know that the last seven has started to do their job? And furthermore, what is the maybe the events leading from the gathering to the time of that battle
the great battle of Armageddon. Okay, all right, you have a lot of questions there in one. Firstly, we are right now in the gathering of the nations, and there are plagues that are falling, like the present coronavirus. That is a plague that came upon this earth, but it's not one of the 7 last. The difference between every plague now and the 7 last plagues is that when those 7 last plagues come upon the earth, there will be no more intercession going on in heaven. Those are after probation is closed. That is number 1. Mention that point for me, Karuga. Okay. Kwa hivyo tunakuja kuona ya kwamba tayari kuna mapigo ambayo tunaona ikifanyika katika dunia. Kwa mfano kama janga hili la corona ambalo limeweza kupata dunia ni pigo, lakini tunaposema mapigo ya mwisho ni mapigo ambayo inafanyika baada ya Kristo kumaliza kazi yake upatanishi katika hekalu ambalo liko juu mbinguni. Kwa hivyo kuna mapigo haya ambayo yanaendelea, lakini mapigo ya mwisho ni baada ya mlango wa rehema kuweza kufungwa. Yesu amemaliza kazi yake ya ukuhani, na basi ndipo mambo yale yanafanyika. Amen. Good. So you will have the first and second plague after probation is closed, and after the second plague, then there will be the death decree. Kwa hivyo kutakuwa na pigo la kwanza na kisha pigo la pili baada ya mlango wa rehema kufungwa, na baada ya pigo la pili ndipo sheria ya kuuawa itaweza kupitishwa. These are plagues unmingled with mercy. After the death decree, then the third and fourth plagues will come upon the earth. Kwa hivyo hizi ni mapigo ambazo hazijachanganywa na huruma, na basi baada ya pigo lile pigo la 3 la 4 basi zitaweza kufuata na kuangukia katika dunia hii. When they are about to strike to execute the decree, the 5th plague of darkness will come upon the earth. Na basi wanapokuwa wako tayari kutekeleza mauaji yale, basi ndipo pigo la 5 la giza linaingia katika dunia. When that darkness comes upon the earth, God's people will be delivered by the voice of God, and the peoples of the earth who were about to kill God's people will become undeceived. They will not be deceived anymore. Na basi baada ya giza lile kuweza kutanda duniani, basi ndipo pia watu wa Mungu wataweza kuokolewa kupitia kwa sauti ya Mungu, na waovu nao watafunguka macho na wakue katika hali ambayo wamekuja kufunguka macho kuona kwamba wamekuwa wakidanganywa. When the wicked now are seeing the truth, then the 6th plague will come. That 6th plague will be the drying up of the river Euphrates. Basi baada ya wovu kuweza kuona wamedanganywa kupitia kwa wao kukuja kuelewa ukweli sasa, ndipo pigo la 6 linaanguka, ambayo ni kukauka kwa ule mto Frati. The drying up of the river Euphrates is the withdrawal of the people's support from Babylon under the 6th plague. And when they withdraw that support, they will then, under the 6th plague, turn upon the religious leaders. Basi ule mto kukauka ni kumaanisha watu watakuwa wameondoa msaada wao katika Babeli, na hii ni kwa sababu wamekuja kuelewa kwamba wamekuwa kidanganywa, na hapa basi ndipo nao wataweza kugeukia wale viongozi wao ambao walikuwa wamewadanganya, na hii ndio yale mauaji ambayo tumezungumza katika kitabu kile cha Ezekieli 9. That confrontation between the wicked who are undeceived and the religious leaders is the Ezekiel 9 slaughter under the 6th plague, and then they will turn upon each other. This is called the Battle of Armageddon. It is the Ezekiel 9 slaughter, the Battle of Armageddon.
Kwa hivyo huku waovu kuweza kugeukia viongozi wao wa kidini, ndio mauaji ambao tumeona pale katika Ezekieli 9, na kisha baadaye wao wenyewe wanageukiana, na hii ndio tunaelezewa kuwa ni vita vya Armageddon. And then under the seventh plague, you will have lightnings and thunderings and voices, a great earthquake. It is around this time that the people who have died under the ministration of the third angel's message will be raised in a special resurrection. Also, those who pierce Christ to see him coming in glory. There will be voices from the temple, and that voice will say, "It is done." Christ will come and will take his people home. Alafu kisha basi pigo la 7, ndipo kutakuwa na tetemeko na radi, na tetemeko hili ndilo katika wakati huu litasababisha basi makaburi kufunguka na kukuwe na ufufuo spesheli ya wale wote wamekufa katika ujumbe wa malaika watatu, na pia wale wote ambao waliweza kumdunga na kumuua Yesu Kristo. Alafu kisha ndipo kutakuwa na sauti kutoka katika hekalu ikisema ya kwamba imekwisha, na kisha Kristo aweze kurudi na kuweza kuchukua watu wake. Amen. Okay, I hope I have answered your question, Picton. Thank you so much for that clarification. I got it clear, and may God bless you. God bless you too. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Picton, for that question. Okay, so is there any other person with a question or a comment before we end the session? Okay, so I don't see any other microphones unmuted. Therefore, okay, Brother Alex. Elder, a minute. Okay. Maybe I wanted you to, in Jeremiah 12 verse 5, where it says, maybe I would like you maybe to relate with this study, where it says that we have run with footmen and maybe if thou has run with footmen and they have buried thee, how then canst thou contend with horses? And if in the land of peace wherein thou trusted, they have wearied thee, then how wilt thou do in the swelling of Jordan? Please, this verse with what you have just read. Just a minute, please. Okay. Okay, Brother Alex is asking if you help him understand this verse, Jeremiah 12 verse 5, in relation to also what we have learned, which says, if thou hast run with the footmen and they have wearied thee, and how canst thou contend with the horses? And if in the land of peace wherewith thou trusted they wearied thee, how wilt thou do in the swelling of the Jordan? So is this related also to what we have studied? Yes. Concerning the swelling of the river Euphrates? So that's the question that Brother Alex asked. So the question is, how will thou do in the swelling of the Jordan? You want to join me? The swelling of the Jordan is future. Kwa hivyo kule kufurika kwa Yordani ni jambo ambalo litakuja kufanyika baadaye. Before the children of Israel were able to go over into Canaan, Jordan was overflowing its banks. Kabla ya wana wa Israeli kuvuka kuingia Kanani, Yordani ilikuwa imefurika kingo zake. And it took the power of God alone to enable them to cross the Jordan to enter into Canaan. Na ilichukua mkono wa Mungu peke yake kuweza kuwavukisha mto Yordani na wao kuingia katika nchi ya Kanani. And therefore, in the swelling of the Jordan future, it will take the power of God alone to enable his people to cross into the heavenly Canaan. Kwa hivyo katika kufurika kwa Yordani ni kumaanisha itahitaji tu nguvu na mkono wa Mungu kusababisha watu wake kuweza kuvuka na kuingia katika Kanani ya mbinguni. But we will be experiencing footmen and horsemen right now to prepare us to cross the Jordan when it is swelling. Those footmen and horsemen
are those trials so that we can trust in the power of God alone to take us through so that we can be prepared for when the Jordan is at its fullest, that we can trust in God's power to take us through. Amen. Kwa hivyo wale walio katika miguu na pia wale wapanda farasi ni zile changamoto mbalimbali ambazo tunapitia, ambazo ni za kutusaidia tuweze kumtegemea Mungu zaidi, na ili wakati Yordani itakapokuwa imefurika na kupita kingo zake, basi Mungu mwenyewe ataweza kutuvukisha na tuweze kuingia katika Kanaani. Amen. Okay. Amen. Brother Alex, I hope it's clear. Thank you, Elder. Thank you. God bless. Okay. Okay, thank you so much, Brother Alex, for that question. Okay, so therefore, at this time, I hand over to you, Elder, for the final comments, as you also close us off with a word of prayer at this time. Thank you so very much, and God bless you all. Continue to study, go over the presentation, and this is our final presentation in Revelation 14. We're going to go on to another chapter in the book of Revelation. Let us pray. Father in heaven, bless us and bless all of those who have listened, and I pray that they truly will be prepared to go over Jordan as those waters are swelling, where the people will be coming against your true remnant. They will be able, by trusting in you, to go through them as you open up a way for them so that they can enter into the promised land. So bless us all, be with us. We thank you for hearing our prayer. In Jesus' name, amen. God bless you all. Have a good night. Amen. Thank you so much also, Elder. May God bless you, and may you pass our greetings to your family and also to the brethren. And looking forward to continuing with these studies next week as we get into another chapter of Revelation and as we continue studying together. So thank you so much Amen. for your time. And for all others who have joined, I believe that you have been blessed. I just request that you may bear with us a little more. We are still fixing the issue of having the message streamed live on YouTube. And once that is done, we will be back on YouTube. But I'll make sure that I upload this presentation later so you can still follow it. So thank you so much. I wish you a blessed evening. May God be with us all until we meet next time. Bye-bye. Be blessed. God bless.